Rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah amekamilisha ziara yake ya kikazi ya siku 2 nchini kwa kutembelea kituo cha urithi na ukombozi barani Afrika. Bunge la Uganda lapitisha miswada 2 tata inayodaiwa kulenga kudhoofisha vyama vya siasa nchini humo, huku wabunge wa upinzani wakisusia upitishwaji wake. Na katika michezo, klabu ya soka ya Simba yafunga safari kuelekea visiwani Zanzibar tayari kwa ajili ya maandalizi ya mwisho ya mchezo wa mkondo wa pili wa fainali za kombe la shirikisho barani Afrika. Naam, bila shaka hujambo, buheri wa afya njema. Karibu katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Hii ni Channel 10 Habari. Mimi ni Najma Abdallah, nitakayekuletea habari za kitaifa na kimataifa, na siko peke yangu. Mwenzangu ni Tito Makombe kwa upande wa lugha ya alama. Karibu na tuanze taarifa yetu kwa kuangaza habari za kitaifa. Na taarifa kuu hii leo, mtazamaji, ni kukamilika kwa ziara ya rais wa Namibia hapa nchini. Rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah amekamilisha ziara yake ya kikazi ya siku 2 hapa nchini kwa kutembelea kituo cha urithi na ukombozi wa bara la Afrika kilichopo jijini Dar es Salaam. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Rais Ndaitwah alifika mapema asubuhi leo kituoni hapo na kupokelewa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi, pamoja na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahmoud Thabit Kombo. Na kisha baada ya kuwasili alipata nafasi ya kujionea picha, michoro na kumbukumbu mbalimbali zenye kuelezea ukombozi wa bara la Afrika. Aidha, rais huyu ambaye baada ya kumaliza kutembelea na kujionea historia na kumbukumbu hizo alikabidhiwa kamusi 2 za Kiswahili na waziri Kabudi, ikiwa ni ishara ya kuendeleza lugha hiyo nchini Namibia, hatua ambayo inakuwa sehemu ya makubaliano ya Tanzania na Namibia ambayo yalifikiwa hapo jana Ikulu jijini Dar es Salaam baada ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kufanya mazungumzo na Rais Ndaitwah. Kwa upande wake, waziri Palamagamba Kabudi amemwelezea rais huyo wa Namibia historia na namna ambavyo kituo hicho kimekuwa kikihifadhi baadhi ya kumbukumbu kama vile hotuba za marais waliopigania ukombozi wa bara la Afrika, huku pia akiahidi ushirikiano zaidi na Namibia katika masuala ya utamaduni, sanaa na michezo. Tanzania will continue to collaborate with Namibia in strengthening the sectors of culture, arts, sports and education in order to promote the spirit of true African unity. We believe that the history of liberation inspires national pride, dignity and sustainable development across our continent. Your Excellency, welcome to your home. This center is part of Namibia's history and you are a part of Tanzanian history. Mtazamaji, hii ni siku ya pili ya ziara ya rais wa Jamhuri wa Namibia hapa nchini Tanzania, ambapo miongoni mwa maeneo ambayo aliyatembelea leo ni katika kituo hiki cha urithi na ukombozi wa bara la Afrika hapa jijini Dar es Salaam, ambapo aliweza kupitishwa na kujionea picha mbalimbali zinazoonyesha harakati za ukombozi wa bara hili la Afrika. Lakini cha kufurahisha zaidi ni pale alipooneshwa picha zake akiwa miongoni mwa wanaharakati wa bara hili la Afrika, akiwa hapa nchini Tanzania ambapo aliishi miaka 6. Nikiripoti kutoka katika kituo hiki cha urithi na ukombozi wa bara la Afrika hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10. Naam, shukrani sana Kisa Mwepiana kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema hatua ya Zanzibar kufanikiwa kupata mkopo wa euro 79 sawa na bilioni 240 toka benki ya Deutsche utaiwezesha Zanzibar kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati na miradi ya maendeleo ya taifa. Rais Mwinyi amesema hayo wakati wa hafla ya utiaji saini mkopo wa euro bilioni 79 sawa na bilioni 240 kati ya benki ya CRDB na Wizara ya Fedha na Mipango kwa ajili ya ujenzi wa skuli 23 za ghorofa Zanzibar. Mwanahabari wetu ana taarifa zaidi.
Hafla hiyo ya utiaji saini mkataba huo imefanyika Ikulu na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambapo Rais Mwinyi anasema kupatikana kwa mkopo huo ni kuandika historia mpya kwa Zanzibar. Na nafurahi kusema kwamba hatua ya upatikanaji wa mkopo huu bila ya utaratibu wetu ule wa kawaida wa kupitia kwenye sovereign guarantee ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utatufanya tufanye miradi mingi sana. Kwenye orodha yangu kuna miradi mingi ninayoitamani hapa Zanzibar. Ikiwemo, seme tu kwa ufupi tu, kuna mradi wa bandari ya Mangapwani. Sasa tutaufanikisha kwa taratibu kama hizi. Aidha, Rais Mwinyi anaitumia hafla hiyo kuwatoa hofu wananchi juu ya maneno ya kuwa serikali na kiwango kikubwa cha deni ikilinganishwa na uwezo wa kulipa madeni hayo. Ndugu zangu, tuko vizuri katika mikopo. Lakini si kwamba tunakopa tu, na mpango wa kulipa tunao. Tuna akaunti maalumu tunaiita debt servicing account, akaunti ya kulipa mikopo tunayokopa. Afisa mtendaji mkuu wa benki ya CRDB Abdul Majid Sekela anasema CRDB itaendelea kushirikiana na serikali katika miradi mbalimbali ya maendeleo na ya kimkakati. Pamoja na utekelezaji wa mradi huu, fedha hizi zitatumika kwa weledi, kwa mustakabali wa madhumuni sahihi na utalipa kwa wakati. Kwa hiyo kama alivyosema, benki ya CRDB ndio inasimamia utekelezaji, upatikanaji wa fedha hizi. Mkopo huo wa euro milioni 79 sawa na shilingi bilioni 240 kati ya CRDB kwa kushirikiana na benki ya Udach kwa dhamana ya bima ya CESCE ya Uhispania utajumuisha upatikanaji wa vifaa vya maabara za kisasa, maktaba na vyumba vya kompyuta kwenye skuli hizo zitakazojengwa Unguja na Pemba. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naam, tumulike taarifa nyingine kutoka Dodoma. Serikali imesema imedhamiria kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo kwa kuwekeza kwenye miradi ya kuongeza ajira, kuboresha lishe na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mpango wa maendeleo wa miaka 25 na kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kutoka Dodoma, mwanahabari wetu Roda Simba ana maelezo zaidi. Hayo yameelezwa bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Kilimo Hussein Bashe wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Hatua zinazochukuliwa na serikali ya awamu ya 6 ndani ya sekta ya kilimo zinajenga msingi imara wa ukuaji wa sekta hii kwa muda mrefu, ambapo utaleta uimara wa uchumi, kupunguza umaskini na kuongeza thamani. Hatua hizo zitafikiwa tu kama taifa tutaamua kuwekeza kwa muda mrefu kwenye sekta ya kilimo ambayo imeajiri watu wengi kwa sasa. Naye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo, Deodatus Mwanyika, akatoa maoni ya kamati kuhusu bajeti hiyo, huku akishauri kuhusu changamoto ya masoko ya mazao yanayozalishwa nchini. Kamati inashauri serikali kuchukua hatua zaidi za makusudi, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuhakikisha upatikanaji wa masoko ya mazao ya kilimo hapa nchini na nje ya nchi unakuwa wa uhakika. Aidha, serikali iweke mikakati mahususi ya kuhakikisha kuwa mazao yanaendelea kuwekewa mnyororo wa thamani ili kuwanufaisha wakulima. Nao baadhi ya wabunge wakapata fursa ya kuchangia bajeti ya wizara hiyo ya kilimo. Kuna suala zima la mbegu zetu za asili. Mbegu za asili ni kitu muhimu kwa nchi na ni kitu muhimu kwa taifa lolote lile. Kila mtu lazima awe na kitu chake. Hawa waliosambaza pembejeo kwa miaka 4 hawajapewa fedha, watalipwa na nani? Niombe sana, kama uwezekano wa fedha kukusanywa na TRA imekuwa ni shida, mulete sheria hapa, fedha zikusanywe na bodi ya korosho yenyewe, kwa sababu ndio inatoa export permit ya korosho. Wizara ya Kilimo imeliomba bunge kuidhinisha kiasi cha shilingi trilioni 1.2 ili kutekeleza majukumu yake. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imepeleka fedha nyingi za utekelezaji wa miradi mbalimbali katika mkoa wa Mwanza, hususan wilaya ya Sengerema, ikiwemo ujenzi wa barabara ya Buchosa na Sengerema. Tupate taarifa zaidi na mwandishi wetu Saidi Makala. Akiwa katika mwendelezo wa ziara zake kanda ya Ziwa,
katibu wa halmashauri kuu neki itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, CPA Amos Makala. Hapa ni katika wilaya ya Sengerema ambapo wamesema daraja la Kigongo Busisi ni moja ya mradi mkubwa ambao umetekelezwa kutokana na fedha hizo, jambo ambalo limefanya daraja hilo kuwa na manufaa makubwa kiuchumi kwa wakazi wa Sengerema na maeneo mengine kunufaika katika biashara mbalimbali. Daraja la Kigongo Busisi lina manufaa makubwa sana kiuchumi. Kigongo Busisi ni daraja la 5 kwa urefu Afrika. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nikiwa Geita nilisema moja ya mambo ambayo Rais Samia aliahidi wakati analihutubia bunge na baada ya kuondokewa na Rais hayati John Pombe Magufuli, Mungu amrehemu, aliwaahidi wa Tanzania atakamilisha miradi yote iliyoasisiwa na mtangulizi wake. Ahadi hiyo ameitekeleza. Alikuta daraja lile bado, na mimi najua fedha za daraja lile ni fedha za ndani, sio za mkopo. Kwa hiyo tumpongeze Dr. Samia kwa kutekeleza kwa vitendo ahadi aliyoitoa ya kuhakikisha miradi yote aliyoanzisha mtangulizi wake hayati Magufuli, ndoto aliyoanzisha Magufuli ameitimiza Dr. Samia Suluhu Hassan. Maombi kadhaa ya wabunge na viongozi wengine kuhusu baadhi ya miundombinu kukamilika kwa wakati, ikiwemo barabara. CPA Amos Makala amesema barabara ya Buchosa Sengerema ilikoma kumalizika kwa wakati kutokana na mkandarasi wa awali kushindwa kutekeleza kwa wakati na hivyo kunyang'anywa tenda na kupatiwa mkandarasi mwingine. Barabara ya Sengerema Buchosa, naomba Eric hasihukumiwe nayo. Barabara ya Sengerema Buchosa naijua vizuri. Nilikuwa mkuu wa mkoa huu. Mimi nimeshiriki baada ya mkandarasi kuzingua, nikasema huyu afutwe kazi, na wizara ikamfuta kazi ili tupate mtu mwingine wa kufanya kazi. Kutoka Sengerema mkoani Mwanza, Saidi Makala, Channel 10. Haya, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Tumulike taarifa nyingine. Baadhi ya wananchi na madereva wa mtaa wa Mtambani, eneo la Viwandani Kipawa, jijini Dar es Salaam, wameziomba mamlaka zinazohusika na miundombinu ya barabara TARURA mkoani Dar es Salaam kuwanusuru kutokana na hali mbaya za barabara zinazoingia viwandani ambazo zimekuwa zikisababisha kukwama kwa malori na magari madogo yanayoingia au kutoka viwandani na kusababisha usumbufu mkubwa katika barabara hizo. Hamisi Suleimani ana taarifa zaidi. Wakizungumza na Channel 10, baadhi ya madereva na wananchi hao wamesema hali katika kipindi hiki imeendelea kuwa mbaya zaidi kutokana na madimbi makubwa ya maji, hali inayoleta usumbufu katika eneo hilo. Hapa adha yetu kubwa ni barabara, na tunafanya kazi ya transport katika mazingira haya, lakini gari zinaharibika mara kwa mara kwa sababu ya, ukiangalia hata changamoto katika hili eneo husika, magari yanavunja springi, unaona. Bado haitoshi, hata utendaji wa kazi kwa kampuni unakuwa ni mgumu sana. Kuna kipindi kuwa mkoa alikuja na akatupa ahadi za kutengenezewa barabara hii, lakini bado kwa hali ilivyo, hali ni mbaya mno. Sisi watu wa bodaboda tunapata shida, viwandani magari yanaharibika. Ina maana imekuwa ni tatizo kubwa katika mtaa huu. Sasa tunaiomba serikali yetu ya kiongozi wetu mkuu Mama Samia Suluhu Hassan daktari aweze kutufanyia mpango kwa viongozi hao wa chini aliowagea zamana, ili tutengenezewe barabara hii, maana imekuwa ni adha kubwa, vyombo vinaharibika, watu wafanyi shughuli zao kwa wakati. Aidha, katika mtaa huo pia baadhi ya wafanyakazi wa viwandani katika eneo hilo la Kiwalani wameiomba TARURA kuweka vifusi kutokana na barabara kuharibika vibaya na kusababisha tope, hali inayosababisha hata wananchi wanaotembea kwa miguu kushindwa kutumia barabara hiyo. Hii barabara ina tatizo kubwa sana. Tunashindwa kufanya kazi zetu, kuna wawekezaji mtaa huu. Kwa bahati mbaya sana imesahaulika hii barabara.
Kama unavyoona mtangazaji, tunashukuru sana kwa kutembelea na kuona hii hali jinsi ilivyo. Tunashindwa kuja na magari yetu, tunapaki barabara ya Nyerere Road kwa sababu gari ndogo haziwezi kuingia na bado gari kubwa haziwezi kuingia. Sasa ukitokea hii barabara ya Nyerere ambayo inatoka mjini kuelekea airport, kiukweli njia ya kuja kwetu kiviwandani imekuwa ni ngumu sana, kibiashara, hata vile vile katika utafutaji wa riziki. Haswa sisi ambao tunafanya kazi katika maeneo haya, kikweli ni tabu. Tunaweza tukafika hapa muda ambao mvua inanyesha. Sasa inavyonyesha mvua, unapopita hujui unakanyaga wapi. Na kama unavyoona magari yamepaki sehemu ambazo kidogo ni zenye mwinuko, kwa hiyo tunapaswa tenda tusipite kwenye mwinuko, tupite kwenye dimbwi. Sasa hujui unaingia wapi. Kama unavyojua mtu anapokwenda kazini anatakiwa awe smart. Sasa hali kama hiyo unakufikaje ofisini ukiwa smart? Kwa ujumla tuna wakati mgumu sana kuhusiana na hii barabara. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Meli ya New Victoria Mei 22 mwaka huu inatarajia kuanza kutoa huduma ya usafiri Kagera ili kuondoa adha ya usafiri kwa wananchi wanaotumia meli hiyo katika ziwa Victoria iliyokuwa imesitisha safari zake kwa miezi miwili. Zaidi kutoka Mwanza. Nahodha mkuu wa meli ya New Victoria Adam Mwisungu amesema meli hiyo ilisimama kutoa huduma ili kupisha matengenezo makubwa yanayofuatana na sheria za kimataifa yanayoelekeza meli zinazobeba abiria kufanyiwa uchunguzi kwa usalama wa wananchi. Ametaja baadhi ya marekebisho yaliyofanyika katika meli hiyo kuwa ni matengenezo makubwa ya engine ambayo yatafanya mwendo wa meli hiyo kuongezeka kutoka noti 12.5 hadi kufikia noti 14.8. Hivyo meli hiyo itatembea saa 7 badala ya 9 za awali. Intermediate survey ni kila baada ya miaka 2.5 meli lazima isimame iweze kukaguliwa kwa sababu inabeba watu na mizigo. Kizingatia watu wana maisha yao, kwa hivyo kwa usalama zaidi ni lazima meli tuisimamishe. Lakini pia meli ilikuwa inahitaji kutengenezwa. Anselm Namala ni mkuu wa kitengo cha masoko na uhusiano kwa umma wa kampuni ya huduma za meli Tanzania Tashiko. Upande wa sehemu ya burudani imerekebishwa iko vizuri zaidi, lakini kwa miezi miwili yote meli bendi ilikuwa ikifanya mazoezi, ilikuwa ikijifua kwa ajili ya kuja na nyimbo mpya, burudani mpya kwa ajili ya wateja wetu. Awali akikagua meli hiyo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza Michael Ushinge Masanja Smart ameshukuru meli hiyo kuanza kutoa huduma kwa kuwa itasaidia kuondoa kero na malalamiko kwa wananchi. Sote sisi tunatambua dhamira ya chama chetu cha Mapinduzi ni kuhudumia wananchi na kutatua kero za wananchi ambazo wanazo, ndio dhamira kubwa kabisa. Lakini na rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan ndio kazi kubwa ambayo anayoipigania. Hata sisi ambao tuko chini yake tuhakikishe changamoto zote ambazo zipo kwa wananchi na zinazowakabili kusudi tuzipatie majibu na kuzimaliza. Meli ya New Victoria inayofanya safari zake kati ya Mwanza na Bukoba kupitia Kemondo mkoani Kagera ilisitisha kutoa huduma zake kuanzia Machi 11 mwaka huu baada ya muda wake wa matengenezo na maboresho pia kuwadia kwa mujibu wa sheria. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Naam, tutoke Mwanza tuelekee Singida. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira manispaa ya Singida SUWASA imesema mradi wa uchimbaji wa visima 12 unaotekelezwa kupitia mradi wa kimkakati kwenye miji 28 utakapokamilika utatatua changamoto iliyopo sasa ya mgao katika baadhi ya maeneo ambayo yanahudumiwa na mamlaka hiyo kwa kuwa utazalisha maji kwa zaidi ya 100% ya mahitaji yaliyopo. Mwandishi wetu Amani Mbando ana taarifa zaidi. SUWASA maji mwa vitano tena. SUWASA, mamlaka inayohudumia manispaa ya Singida pamoja na miji midogo ya Ikungi, Iguguno, Puma, Sepuka na Irisia yenye wakazi zaidi ya 300,000 kwa sasa imepiga hatua ambapo kiwango cha upatikanaji wa maji ni wastani wa 86%, zikisalia 9% kabla ya kufikia lengo la ilani ya uchaguzi ya CCM kuwa maeneo yote ya mijini yapate maji kwa 95% ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Mikakati mbalimbali imeanza kutekelezwa ikiwamo kuanza mradi huo
wa uchimbaji wa visima 12 unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 44, ambapo inaelezwa baada ya kukamilika utatatua changamoto ya uhaba wa maji kwa wananchi wanaohudumiwa na mamlaka hiyo. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa uwekezaji mkubwa alioufanya katika kipindi hiki cha miaka 4 ambao utaweza kutosheleza mahitaji ya mji wa Singida kwa kuvuka lengo la uhitaji la ilani ya Chama cha Mapinduzi. Uchimbaji wa visima 12 ukikamilika, ujenzi wa matenki 4, kutakuwa kuna ulazaji wa mabomba ya kusambaza maji kilomita 40 na kutakuwa kuna bomba za transmission line kilomita 55.7. Kwa hiyo tukikamilisha mradi huu tunategemea kuhudumia manispaa ya Singida kwa 100%. Utekelezaji wa mradi huo ni fursa kwa wakandarasi wazawa ambao wameaminiwa na serikali ya awamu ya 6 kutekeleza miradi mbalimbali nchini ikiwamo ya maji. Sababu kupitia visima hivi wataweza kuvuna maji mengi zaidi. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa serikali kwa kutuona sisi wakandarasi wazawa na kutupa nafasi katika kutekeleza miradi hii ambayo inalenga kusaidia nchi katika maeneo mbalimbali. Na kama mradi huu ukikamilika utakuwa ni mradi mkubwa wa kimkakati ambao haujawahi kutokea hapa Singida. Utakuwa ni mradi mkubwa kabisa kushinda miradi yote iliyowahi kutekelezwa. Mbali na mradi huo wa miji 28, SUWASA tayari imetekeleza miradi kadhaa maeneo ya pembezoni ili kuwawezesha wananchi wa maeneo hayo kupata huduma kama wanavyoeleza baadhi yao. Sasa hivi maji ni mengi na yamenisaidia kwanza kupunguza zile gharama za ununuaji wa maji. Kwa sababu mwanzo nilikuwa kinunua dumu moja pipa shilingi 6,000 na kuyapata kufikia maji hayakuwa maji safi. Lakini sasa hivi tunapata maji masaa yote 24. Mimi nawashukuruni kwa kutuletea miradi ya maji ambayo inatusaidia kama ndio hivi kufulia, kupikia na vitu vingine. Lakini sasa hivi maji yapo karibu, kwa siku unaweza ukachota ndoo nyingi na hamna foleni yoyote. Tunawashukuru sana SUWASA kwa kutuletea maji. Kwa sasa mahitaji ya maji kwa maeneo yanayohudumiwa na mamlaka hiyo kwa siku ni lita milioni 24, huku uzalishaji uliopo ukiwa ni lita milioni 11, ambapo matarajio ni kuwa baada ya miradi inayotekelezwa kukamilika, uzalishaji utaongezeka hadi lita milioni 31 kwa siku. Amani Mbando, Channel 10, Singida. Wakazi wa mtaa wa Mji Mpya pamoja na wafanyabiashara waliopo kando kando ya barabara ya soko la kuku katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga wamelalamikia kutokamilika kwa ujenzi wa barabara hiyo, hali ambayo inahatarisha usalama wa nyumba zao kutokana na kukosekana kwa mitaro ya kupitisha maji ya mvua, huku baadhi ya wafanyabiashara wakilazimika kufunga biashara zao. Taarifa zaidi na Ernest Mbeze. Wakielezea changamoto hiyo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mji Mpya Bwana Awadh Madebe pamoja na baadhi ya wananchi wanaoishi pembezoni mwa barabara hiyo ambayo ujenzi wake umesimama kwa muda mrefu wamesema tunapata adha kubwa sana ya matumizi ya barabara hii. Barabara hii ina muda mrefu tangu ianze ukarabati wa kuchongwa na kuweka katika kiwango cha lami, lakini mpaka sasa ujenzi wa barabara hii umesimama ni zaidi ya miezi 6 sasa. Hakuna kinachoendelea, na kama mnavyoona barabara hii imechimbika. Juzi hapa mvua iliponyesha, kuna kibaraza pale kimekolapsi ambao kulikuwa kuna watu ndani hapo wanafanya biashara zao. Hasa kwetu inakuwa ni changamoto, pia ni hatari kwetu sisi hapa wakazi wa maeneo haya hapa. Athari ni nyingi sana zinatokea hapa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba jitihada ya serikali barabara iweze kumaliziwa ama tutengenezewe misingi ili tusaidie na sisi wananchi wa hapa. Wafanya biashara ambao baadhi yao wamelazimika kufunga biashara zao nao wanaelezea changamoto hiyo huku wakitoa ombi kwa serikali. Kama unavyoona barabara hii yani haijakamilika na haikamilishwi, matokeo yake wafanyabiashara hapa sisi tunashindwa kuuza. Hata wateja hatupati, manake wanashindwa hata sehemu ya kupita kuingia dukani. Kwa mfano kama hapa barabara ilikuwepo gari zinaingia kwa hapa, lakini sasa hivi hamna gari kuingia hapa kwa sababu ya hii nini? Ya hii barabara. Changamoto yetu kwamba tuombe serikali ituonee huruma ili gari zipate kuingia huku. Tunaiomba serikali ilione hili, inapoanzisha mradi ambao uko katikati ya mji, basi iutengeneze huu mradi kwa wakati, kwa sababu
kwanza unapata hasara. Kwa upande wake, meneja wa TARURA wilaya Handeni mhandisi Judika Makiao amekiri kusimama kwa ujenzi wa barabara hiyo na kubainisha mikakati yao ya kuhakikisha barabara hiyo inakamilika. Tunatambua mradi huu ulisimama kwa muda kidogo, na nyingine kwa changamoto za mkandarasi, lakini pia hali ya hewa. Changamoto hizo ni hakikishie tu kwa sasa zimeshatatuliwa, na wakati wote sasa mkandarasi atarejea site kukamilisha kazi ambayo ilikuwa imeshaanza kufanyika. Kazi hiyo ni ujenzi wa lami pamoja na ujenzi wa mitaro. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Na mvua zinazoendelea kunyesha katika jiji la Dar es Salaam zimeendelea kusababisha adha kwa watumiaji wa vyombo vya moto, lakini pia kusababisha msongamano wa magari kutokana na baadhi ya barabara kutuama maji, ikiwemo eneo la Tazara. Tupate taarifa zaidi. Channel 10 imeshuhudia hali ya msongamano wa magari katika barabara eneo la Buguruni kuelekea Tazara katika daraja la Kijazi kutokana na kutuama kwa maji yaliyosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha, huku baadhi ya watumiaji wa vyombo vya moto wakitoa wito kwa wajenzi wa barabara hiyo kurekebisha mitalo ili kuepusha maji kutuama eneo hilo. Kama hii maji unapoiona hapa, chemba ni ndogo. Maji anapokuja maji nyingi pale inashindwa kupenya kwa sababu chemba ni ndogo, kama imesiba pale. Kama hao wa China anataka atengeneze machemba makubwa maji itoke upande wa chini, lakini bado hawajafanikiwa kuimalisia. Jana walikuja kusiba hapa, naona ndo hali ilivyo, ndo hivyo. Tunateseka jamani. Tunateseka yani kiasi kwamba yani mpasha kwa kama bahari yani. Kuna maana gani ya kuchimba barabara na kuacha hivi jamani bila kutengeneza? Kama mamlaka husika ya barabara mwezi, basi acheni hivyo ikae kama mwanzo, kwa sababu kuliko mnapotupa changamoto kama hizi. Ni hatari kiasi kwamba hata watembea na miguu wanapata changamoto. Hapo sawa. Katika barabara ya Mwembe Yanga kuelekea Veterinary, hali katika barabara hiyo imeendelea kuwa tete kutokana na mashimo makubwa yaliyotuama maji na kusababisha upitaji wa vyombo vya moto katika eneo hilo kuwa mashakani. Tunapata tabu sana kwa mibonde hii ilikuwepo kwa hali hapa, kwa sababu haya malori makubwa huwa yanasumbua sana yakipita, yanachimba sana, na kina viongozi yote kama wanakuwa kama hawaoni vile. Lakini hali yenyewe kama unavyoiona jinsi ilivyo, mwandishi, tunapata shida sana. Kuna magari yanakwama, sisi tunakwama, tunapita kwa tabu. Maile wengine inasababisha ajali sana katika hali kama hii hapa, ndugu mtangazaji. Bana, hali hapa ni changamoto sana kiongozi wangu. Yaani hapa kila siku tunatoa magari kwenye mtalo pale, yaani siku mbili hizi, kwa sababu wanabana sana pembeni pale ulipokuwa unachukua picha pale. Ndio kidogo afadhali kule hawaingii. Ila ni changamoto sana. Nadhani serikali sui haioni. Na hapa tulipo karibu yetu hapa kuna kiongozi, lakini nashangaa changamoto hii haioni au ni kusudi. Kwa mpaka sasa hivi sasa tuelewi, tunalalamika kila siku, tunaharibu vyombo vyetu, tuna maji hayo kiongozi wangu. Maana hapo huwezi kupita popo, yani hamna njia yote ya kupita. Kuna foleni hapa, ikifika kwa saa 7 saa 8, foleni mpaka saa 9. Shabani Mpute, Channel 10. Naam, taarifa hiyo inatukamilishia habari za kitaifa, na karibu tuangaze yaliyojiri katika mataifa mbalimbali hii leo, tukianza na taarifa kutoka kule Uganda. Bunge la Uganda limepitisha miswada miwili tata inayodaiwa kulenga kudhoofisha vyama vya siasa, hasa vyama vya upinzani nchini humo. Hata hivyo, wabunge wa upinzani waliondoka bungeni wakati miswada hiyo ikipitishwa. Uganda imeingia katika njia panda nyingine ya kidemokrasia, utawala wa kisheria na haki za binadamu baada ya kupitishwa kwa miswada hiyo ambayo imeharakishwa ikilinganishwa na miswada mingine. Idadi kubwa ya wabunge wa upinzani waliondoka kwenye kikao asubuhi ya leo wakipinga kuchapua kwa mchakato huo bila kuruhusu muda wa kutosha kwa umma na wadau mbalimbali kutoa maoni yao kama inavyotakiwa kufanyika kwa miswada nyeti inayogusa demokrasia na utawala wa kisheria nchini humo. Mswada wa kwanza kupitishwa ni ule ambao umelenga kukosesha vyama visivyojumuika katika kundi la pamoja la vyama vya siasa maarufu kama IPOD kutofadhiliwa na serikali. Naam, tutazame taarifa nyingine kutoka kule nchini Sudani.
Jeshi la Sudani limesema limechukua udhibiti kamili wa eneo la Khartoum baada ya mapigano ya muda mrefu na wanamgambo wa RSF magharibi na kusini mwa eneo hilo. Tangazo hili ni ushindi mwingine wa hivi karibuni wa jeshi katika vita vyake vya zaidi ya miaka miwili na wanamgambo hao. Msemaji wa jeshi la Sudani, Brigedia Generali Nabil Abdullah, amesema miongoni mwa maeneo yaliyochukuliwa na jeshi ni mji mkuu Khartoum na miji iliyo karibu ya Omdurman na Khartoum North au Bahri. Haya yanajiri wakati ambapo Sudani imesema Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika na shambulizi katika mji wa Port Sudani mwezi huu. Balozi wa Sudani katika Umoja wa Mataifa Al-Harith Idris alidai kuwa shambulizi hilo la Mei 4 lilifanywa kwa kutumia ndege za kivita na droni za kamikaze zilizorushwa kutoka kambi moja ya Emirate katika bahari ya Sham kwa kusaidiwa na meli za Emirate. Katika taarifa yake, Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha tuhuma hizo na kulaani shambulizi hilo. Naam, ni hayo ambayo tumekuandalia kwa upande wa habari za kimataifa. Asante kwa kuendelea kusalia nasi katika Channel 10 Habari. Mimi ni Najma Abdullah, mwenzangu ni Tito Makombe upande wa lugha ya alama. Kubwa kuvuka mipaka ya mabara yanayojenga historia ya kuleta pamoja vilabu vikubwa duniani. Ni vilabu 32 ndani ya siku 30, mchezo mmoja wenye ladha tofauti za kila bara. Nani kuleta taswira mpya ya soka ulimwenguni? Nani kutengeneza ufalme mpya wa soka la vilabu? Na nani kufunga kurasa wa enzi zake za soka kihistoria? Ni kombe la dunia la vilabu ndani ya Star Times kuanzia Juni 15, 2025. Naam, tumerejea na karibu sasa tumulike yaliyojiri sokoni hii leo kwa upande wa habari za biashara na uchumi, na usiku huu tuko na Margaret Itala. Karibu. Naam, shukrani sana Najma Abdalla kwa habari za kitaifa na zile za nje ya mipaka Tanzania. Mtazamaji, ni habari za biashara na uchumi na mimi ni Margaret Itala nitakayekuletea habari hizi. Kwanza kabisa tuanzie kule kwenye mji wenye marashi ya karafuu visiwani Zanzibar, wakija na mpango mzima kabisa mahususi wa manunuzi ya hisa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Zanzibar, Daktari Saada Mkuya amesema Zanzibar ipo mbioni kukamilisha mpango wa kuanzishwa soko la hisa ili kupanua wigo kwa jamii kushiriki katika masuala ya ununuzi na uuzaji wa hisa kwa jamii na kukuza uchumi wao na wa nchi kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi. Hata hivyo, amekiri kwamba uelewa wa wananchi katika mambo ya soko hilo visiwani humo bado upo chini ikilinganishwa na Tanzania bara, lakini kupitia elimu na uzoefu uliopo kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, mpango huo utafanikiwa. Waziri Dr. Mkuya ameeleza hayo wakati wa usajili wa hati fungani ya Zanzibar Sukuk katika soko la hisa la Dar es Salaam DSE, ambapo mpango huo umepangwa kukamilika mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa sababu tumeona kwa ujumla Tanzania kwamba bado hatujapata elimu kubwa kuhusiana na hii tuseme kama ni uwekezaji. Sasa kule Zanzibar angalau huku Dar es Salaam kidogo kuko na nafuu kwa sababu soko la hisa linafanya kazi, lakini kule Zanzibar bado, na tumekuwa na mahitaji makubwa. Peter Nalitolela ni afisa mtendaji mkuu wa DSE, anafafanua zaidi kuhusu sukuki hiyo pamoja na mafanikio yake, huku mwenyekiti mtendaji wa Zanzibar Sukuk Sheikh Mohamed Isa Hemedi akieleza changamoto walizokutana nazo katika hati fungani hiyo. Sukuk ni dhamana ambazo zinafuata matakwa ya dini ya Kiislamu, kwa maana kwamba tofauti na hati fungani za kawaida ambazo zinalipa riba, kwenye mafundisho ya dini ya Kiislamu huwa haitaki kupata riba, lakini mnafuata mgawanyo wa mapato ya faida ya kibiashara. Kubwa ni kuna knowledge gap, yani ule kukosekana kwa uelewa wa kutosha kuhusu miamala hii ambayo inazingatia misingi ya maadili. Witness Matiku, Channel 10.
Watanzania wenye uwezo wa kubuni na kuvumbua vitu mbalimbali wametakiwa kujitathmini kuwa wameacha alama gani katika taifa katika suala zima la teknolojia. Beatrice Eric anaarifu zaidi. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Seleman Jafo wakati wa maadhimisho ya siku ya miliki ubunifu, ambapo amesema usajili wa miliki ubunifu unagusa pia utafiti katika maeneo mbalimbali, kuhakikisha wanasajili tafiti ili ziweze kutumika kwa mujibu wa sheria pindi zinapohitajika. Jafo ametumia fursa hiyo kuiagiza wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA kuendelea kutoa elimu kwa jamii ili kufahamu umuhimu wa kusajili bunifu zao. Imani yangu kubwa Watanzania wote tutatumia fursa hii ya siku kama hii ya leo kufunguka, kuona kwamba kuna mambo ya msingi tunapaswa kuyafanya. Katika hili naomba niagize taasisi yangu ya BRELA na taasisi zingine muambata waendelee kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa umma kufahamu umuhimu wa hati miliki na ubunifu zetu. Hasa hawa katika sekta ya muziki wachukue muda na time kujifunza kwa kina juu ya haki, fursa zilizopo katika masuala ya miliki bunifu. Afisa mtendaji mkuu BRELA Godfrey Nyaisa amesema kauli mbiu ya mwaka huu inayosema miliki ubunifu na muziki, sikilizia mdundo wa miliki ubunifu, imelenga kuhamasisha sanaa ya muziki kusajiliwa kufuatia tasnia hiyo kuwa na miongoni mwa maeneo yenye changamoto kubwa katika umilikishwaji. Kazi zenu mnazozifanya njooni mzisajili. Mzisajili KOSOTA, msajili BRELA. Mkizisajili zitawasaidia. Migao ya miraba kwa awamu 24 kwa kazi za muziki, ambapo jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 2.7 ziligawanywa kwa wasanii wa muziki. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Katika juhudi za kuimarisha sekta ya madini nchini, wachimbaji wadogo wa madini mkoani Njombe wamepokea kwa matumaini mpango wa serikali wa kununua ndege maalum kwa ajili ya kufanya utafiti wa maeneo yenye madini, na kusema kuwa hatua hiyo itapunguza uchimbaji wa kubahatisha. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Michael Patrick. Kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, mkoa wa Njombe umekusanya zaidi ya shilingi bilioni 4.5 kupitia sekta ya madini, lakini baadhi ya wachimbaji wadogo waliozungumza na kituo hiki katika mahojiano mkoani hapa wamesema bado wanakumbwa na changamoto ya kutofikia kwa kina maeneo yenye rasilimali hizo. Sababu bado tunatumia zana zile za zamani, chepe na masururu, tunakisia bila kujua, tunapoteza nguvu zetu kuja kufika siku chini hamna kitu. Lakini kupitia hizi fursa sasa za madini, serikali imeshaona kama madini na yenyewe ni chanzo cha pato la serikali, basi tunategemea kama serikali itatuangalia zaidi sisi wachimbaji wadogo wadogo. Waje wawekezaji waweze kufanya utafiti ili kugundua migodi. Wakija watu kama wanasindo utakuwa tumepata fursa. Maana upatikanaji wa madini utakuwa unapatikana kwa wingi. Ikumbukwe mkoa wa Njombe ni miongoni mwa mikoa yenye utajiri mkubwa wa madini, ukiwemo mradi wa chuma cha Liganga na makaa ya mawe ya Mchuchuma, ambayo tayari baadhi ya wananchi waliopisha maeneo hayo wamelipwa fidia zaidi ya shilingi bilioni 15, ambapo kutokana na hazina hiyo, kwa upande wake afisa madini mkazi mkoa wa Njombe Mhandisi Lucas Mlekwa anafafanua kuhusu mikakati ya serikali kuweka mazingira rafiki kwa wachimbaji wadogo. Upande wa Liganga Mchuchuma ndio tafiti tu ambazo zimefanyika katika maeneo hayo. Kwa hiyo kuna maeneo mengine bado yanaonekana kwamba yana madini adimu kama rare earth element. Kwa hiyo na imani kabisa ndege itakapokuja hii kwa ajili ya kufanya utafiti na ikifika mkoa wa Njombe, na imani kutakuwa na ugunduzi wa madini mengine zaidi ambapo utaleta manufaa kwa mkoa. Lakini ukiangalia katika pato la makusanyo ya madini katika mkoa wa Njombe, tunaona kwamba kuanzia mwaka 2021 mkoa wa Njombe ulikusanya zaidi ya milioni 270. Aidha, serikali imetoa wito kwa wachimbaji hao kuchukua tahadhari kubwa katika maeneo ya kazi ili kuepuka ajali zinazoweza kuepukika. Mfano msimu wa mvua mara nyingi ndio ajali nyingi zinatokea. Kwa hiyo rai yetu nasi kwamba wachimbaji wote wafuate taratibu. Kutoka mkoani Njombe, mimi naitwa Michael Patrick. Mtazamaji, mpaka hapo sina la ziada katika habari za biashara na uchumi. Ulikuwa nami Margaret Itala na kurudisha kwake Najma Abdalla kuendelea na taarifa ya habari. Nami nikushukuru sana Margaret Itala, nikutakie usiku mwema. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi tu na tukirejea moja kwa moja tunaelekea viwanjani. Leo tuko na Sports Lady Witness Ngalawa. Usiende mbali.
Elimu Ofa. Ofa kabambe kwa shule na vyuo vya elimu ya juu. Unapata matangazo ya wiki kwa bei nafuu kabisa. Vile vile tunatoa ofa kwa bei ndogo sana ya matangazo ya moja kwa moja kwa shughuli za mahafali ya shule za msingi, sekondari na vyuo. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0674384236 na 0763400050 au 0713611816. Hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Elimu Ofa. Wiki hii kutoka kwa wakala wa nishati vijijini REA. Yapo maeneo mengine watu wanaishi kwenye visiwa, yapo maeneo mengine watu wanaishi kwenye juu ya milima. Tuna miradi maalum ya kufikisha umeme kwenye maeneo hayo. Kuna vyanzo vya nishati kama jua, maji au hata upepo. Kwa kiasi kikubwa sana naweza kusema serikali imefanikiwa kwenye kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma za umeme. Tunataka ule umeme ukienda vijijini uanze kubadilisha maisha ya wananchi. Huduma ya afya iendane kwa ubora na upatikanaji wa umeme. Umeme ukifika kijiji sasa hivi kinatumia umeme kwenye kupandisha maji, na hivyo kwenye sekta nyingine zote. Kila Jumatano na Ijumaa saa 2 kamili usiku na marudio Alhamisi na Jumamosi saa 7:30 mchana hapa Channel 10. Mwanamke shupavu. Kwa mara ya kwanza, wanawake wamepata jukwaa madhubuti kwa ajili ya kuongelea, kujadili na kutatua masuala mbalimbali yanayowahusu. Naam, ni Tunu Mwanamke Hodari. Ni kipindi kinachohusu harakati za mwanamke. Namna hivyo Najma Abdalla ananipa kijiti kudunda viwanjani. Mwanamichezo, karibu tujuzane masuala mbalimbali ya kimichezo yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, karibu. Na moja kwa moja naanza na taarifa kuhusiana na klabu ya soka ya Simba imeondoka kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kabla ya mchezo wa marudiano wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Safari ya Simba kuelekea Zanzibar imefuatia uamuzi wa shirikisho la soka barani Afrika yani CAF kwa kuhamishia mchezo huo kutoka katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam ambapo awali ulikuwa umepangwa kufanyika. Ingawa matumaini na maombi ndani ya kikosi cha Simba ni hali ya juu, timu hiyo inakabiliwa na kibarua kigumu baada ya kupoteza mchezo wa mkondo wa kwanza wa mabao 2-0 dhidi ya RS Berkane katika dimba la Manispaa ya Berkane nchini Morocco wiki iliyopita. Simba sasa inalazimika kushinda kwa tofauti ya zaidi ya mabao 2 ili kutoa ubingwa huo kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo ya soka ya Tanzania kiujumla. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa New Amani Complex dhidi ya RS Berkane huko nchini Morocco siku ya Jumamosi tarehe 25 Mei kuanzia saa 10 kamili jioni. Kutoka jijini Dodoma, baada ya JKT Queens kutoa ubingwa wa ligi ya wanawake kwa kuifunga Gates Program bao 5-0 katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, kocha wa kikosi hicho Esther Chabruma ameweka wazi mipango ya mbeleni kuelekea michuano ya Sekafa kwa ngazi ya wanawake. Taarifa zaidi na mwanamchezo wetu. Ubingwa huu unachukuliwa mbele ya macho ya mabinti wa mfalme Simba Queens ambao kwanza waliwaadhibu JKT Queens, adhabu ambayo ililipwa na Mashujaa. Kocha Chabruma ni kama anawashukuru Mashujaa kwa kuwarahisishia njia na tena akiitaka Sekafa mchana kweupe, huku kocha wa Gates Program Miraji Fundi akijihisi vibaya kushindwa kuheshimisha makao makuu ya nchi Dodoma. Baada ya kupoteza ule mchezo na Simba, tulirudi tena
kambini kwetu, tukaja tukakaa nao kikao wachezaji wetu, tukawaambia huu ni mpira, kama leo sisi tunapoteza na yeye anaweza kupoteza kwenye mechi yoyote. Kwa hiyo kikubwa sisi tushinde, tuendelee kushinda mechi zetu, na kwa bahati nzuri wao wakaja wakasuluhu na Mashujaa, wakaturahisishia sisi kwenye njia nyingine kuelekea katika kinyang'anyiro cha ubingwa. Cha kwanza ni wapate kwanza kupumzika, lakini pia tuanze kuandaa maandalizi mengine kuelekea kwenye mashindano ya Sekafa. Mimi kwa kweli nasikitika kwa sababu Dodoma ni makao makuu na timu yetu nilitegemea kwamba ingeweza kulinda heshima ya Dodoma, lakini bado tunatakiwa tujipange ili Dodoma iendelee kuwa na timu ya wanawake. Msemaji wa timu ya JKT amesema mafanikio ya JKT Queens ni uthibitisho tosha kuwa Tanzania kuna vipaji na wanajitosheleza hata pasipo na usajili wa nje. JKT Queens ni timu ambayo ina wachezaji wa Tanzania watupu. Tunashindana na timu zilizosheheni wachezaji kutoka katika mataifa mbalimbali. Na hii itosha kusema kwamba Tanzania tunao wachezaji wenye uwezo mkubwa sana kuliko wachezaji tunaowakimbilia kutoka katika mataifa ya nje. Msimu huu jamani, tutaenda mbali sana kwa JKT Queens yani. Tutaenda Sekafa, tutachukua, tutaenda kafu, tutafika hadi nusu finali. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante mwana michezo wetu Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Kunako masumbwi, msimu wa 4 wa pigano la masumbwi uliopewa jina la Knockout ya Mama natarajiwa kufanyika Mei 24 kwenye viwanja vya Posta Kijitonyama jijini Dar es Salaam, ambapo mabondia Toa Kiduku pamoja na Idi Piarali watapanda ulingoni siku hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwandaji wa pigano hilo, mkurugenzi wa kampuni ya Mafia Boxing Promotion, amesema jukwaa hilo ni sehemu ya 4 kwa vijana wa Kitanzania kuonesha vipaji vyao, ambapo pigano moja kati ya 13 litakuwa la kuleta mkanda wa WBO Global. Usiku ambao utasheheni vijana wengi wenye vipaji vya hali ya juu, usiku ambao utakuwa ni ushindani wa aina yake. Vijana wetu hawa Kitanzania wanakwenda kupigana na mabondia kutoka nje ya Tanzania. Ni usiku ambao utakuwa na bouts takriban 13. Ambao tunao mabondia hawa Kitanzania, Dula Mbabe atapigana na bondia kutoka Malawi, Toa Kiduku atapigana na bondia kutoka Malawi, Oscar Richard vile vile anapigana na bondia kutoka Kenya, tuna Idi Piarali naye atapigana vile vile bondia kutoka nje ya nchi ya Tanzania. Sambamba na hilo, Zayumba ametumia nafasi hiyo kuwakaribisha wapenzi wa mchezo wa ngumi kuja kutoa sapoti, huku baadhi ya mabondia wakieleza matarajio yao. Tufike wa Tanzania kuja kumsapoti Mchanja Yohana kuhakikisha kwamba mkanda huu wa WBO unaendelea kubaki katika ardhi hii ya Tanzania, na tumejaribu kuweka viingilio rafiki sana ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Uongozi wa taasisi ya muziki WCB umesema unatarajiwa kuandaa tamasha kubwa la burudani la muziki ya kutimiza miaka 15 ya muasisi wa taasisi hiyo, ambaye pia ni nyota wa muziki wa Bongo Flava Nasib Abdul almaarufu jina la Diamond Platinum, ambapo hayo yameelezwa na meneja wa msanii Diamond Platinum Salamu Sharif maarufu kwa SK wakati wa hafla ya kutangazwa kwa msanii huyo kwa balozi wa kampuni ya vinywaji baridi SBC Tanzania, ambapo amesema tamasha hilo litafanyika mwezi Disemba kwa siku 3 mfululizo, huko msanii Diamond Platinum akishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji pamoja na kazi za wasanii. Kama wanamuziki, kama industry nzima ya muziki, waandishi wa habari na nchi kwa ujumla, tumefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba chapa zetu za kimuziki zinakuwa zina thamani, zinaweza kushirikiana na taasisi kubwa kama hizi. Lakini pia kuipongeza serikali kwa sababu serikali wameweka mienendo mirahisi au mienendo au miundombinu mizuri inawezesha hivi vitu vyote kukamilika. Kwa sababu wasingeweka miundombinu rahisi, pengine ingekuwa tabu kwa sisi kufanya muziki. Na hata kama tungefanya muziki tungefanikiwa, wasingeweka pia miundombinu sahihi, pengine ingekuwa tabu kwa kampuni kama Pepsi kuwekeza hapa. Karibia kila wiki kuna event inafanyika either Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Dodoma, ambako kote tunahudumia. Sisi kwa njia moja au nyingine ni kila sherehe inabidi tuwepo. Kwa hiyo tunajaribu kupata nafasi kwa jinsi ambavyo tunaweza kuweza kutoa support. Hatuwezi kufanya vyote, lakini tunafanya vitu vikubwa sana sokoni. So unaweza usio unaona, lakini kwa wale ambao wanahusika na ambao wameweza kutufikia na wameweza kutuletea proposal zao, na kama zinaendana na vile ambavyo sisi tunataka kuongea na tunajaribu communicate, lazima tutafanya kazi pamoja.
Nikirejea tena katika fainali za kombe za shirikisho barani Afrika, wadau wa soka na mashabiki wa klabu ya Simba mkoa wa Mbeya wameitakia mafanikio mema timu yao kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane na kuahidi kuipindua meza kibabe kwenye mchezo huo ili kutoa taji la ushindi kwenye ardhi ya Tanzania. Zaidi na Epimarcus Apolinari. Wamezungumza hayo wakati wa mahojiano na kamera ya Channel 10 michezo, ambapo pamoja na mambo mengine wamezungumzia jinsi walivyopokea taarifa ya CAF ya kuwataka Simba kutumia uwanja wa Amani Complex uliopo visiwani Zanzibar kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya RS Berkane utakaopigwa Mei 25 mwaka huu. Kwanza waangalie thamani ya mashabiki wa soka nchini. Unaona, Simba na Yanga inabeba karibia Tanzania nzima. Watu walitoka mikoa mbalimbali kwenda Dar es Salaam pale kucheki mpira. Basi wangefanya fair, mzigo upigwe pale pale kwa Mkapa. Hilo ndio lilikuwa jambo la msingi. Lakini hichi wanachokifanya itafikia hata hizi timu zitapoteza ubora wake, hasa Simba na Yanga, kwa sababu ni timu zenye mashabiki wengi. Wao wanawapa taarifa mapema watu kwamba watu wawapange mapema kisaikolojia kwamba jamani, tarehe fulani mchezo utachezwa sehemu fulani. Kama wanajua kama hilo swala wangelivunja, wangeainisha kuchezea mchezo pale Mkapa, wangetoa taarifa mapema. Wapange, waweke watu sababu hao ni mambo ya uchumi. Watu wamelipa tiketi, watu wamepanga mambo yao. Kama mimi yani sijakipenda kama Mtanzania, kwa sababu itakiwa hiyo mechi chezee uwanja wa Taifa. Sasa wanasema uwanja wa Taifa si bado hujatengenezwa, bado kwenye matengenezo, wanaofia kuwa si mvua ikinyesha itaonekana kuwa mpira utakuwa vizuri. Pendekezo langu mimi kwa CAF kupendekeza uwanja wa Amani sio mbaya, ila kiufupi kwamba uwanja wetu wa Taifa ndio tumezoea, lakini kwa sababu wamepeleka CAF ni uwanja wa Amani na hii yote ni Tanzania, na imani tutafanya vizuri na tutapata ushindi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimarcus Apolinari, Channel 10. Jamii imetakiwa kutoa ushirikiano na kipaumbele kwa watu wenye ulemavu ili kulifanya kundi hilo kushiriki kuwa na wingi wa ushiriki kwenye sekta za michezo kitaifa pamoja na kimataifa kwa manufaa yao na taifa kwa ujumla. Wito huo umetolewa na katibu wa chama cha mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu TWBA Abdallah Mpogole wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 michezo ambayo ilitaka kufahamu mwamko wa watu wenye ulemavu katika kushiriki mchezo wa mpira wa kikapu. Wachezaji hao wanaweza kutenda na kufanya kama ambavyo watu wengine ambao si hawana ulemavu wanaweza kutenda. Na tunaliona hili kwa sababu ya michezo mbalimbali ambayo tumeshiriki na hizi timu tulizonazo, watu wanafanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo ni kipindi cha jamii kujua kwamba hakuna ambalo linashindikana kwa watu wenye ulemavu, ili mradi tu wakishikwa mkono. Fursa ziko nyingi za hasa kuondokana na tunasema na hali ngumu za kiuchumi. Ni rahisi kwa watu wenye ulemavu kwa sababu mtu mwenye ulemavu anaweza kucheza mchezo zaidi ya mmoja. Katika hatua nyingine, Mpogole amezungumzia changamoto zinazowakumba walemavu katika kushiriki michezo ikiwemo mchezo wa mpira. Namna hivyo taarifa yake Juma Abdurahmani ndio inanipeleka viwanjani kimataifa. Kunani huko kimataifa? Moja kwa moja tuungane na msimulizi wetu kufahamu yalojiri kimataifa. Klabu ya soka ya Manchester United inatarajiwa kuumana na Tottenham Hotspur kwenye fainali ya ligi ya Europa inayotarajiwa kupigwa leo majira ya saa 4 kamili usiku katika uwanja wa San Mamés uliopo Bilbao nchini Hispania. Pande zote mbili zimekuwa duni katika ligi kuu ya Uingereza na wanapishana alama moja tu katika msimamo wa ligi hiyo, United ikiwa kwenye nafasi ya 16 na Spurs nafasi ya 17. Ange Postecoglou, kocha wa Spurs, amenukuliwa mara kadhaa akisema kuwa daima yeye hushinda kombe katika mwaka wake wa pili wa kufundisha vilabu. United wanafika fainali wakiwa hawajapoteza mchezo wowote wa mashindano ya Europa msimu huu na wanatazamia kurudia rekodi yao ya 2017 ya kutwaa taji hilo, huku wakiwa na kumbukumbu mbaya za kupoteza kwa mikwaju ya penalty kwenye fainali dhidi ya Villarreal 2021. United hawajaifunga Spurs katika mechi zao 6 zilizopita na kupoteza mara 3 mfululizo, lakini kikosi cha Ruben Amorim kinaweza kuongeza matumaini kwa ushindi wa fainali hii. Kumekuwa na maoni
kwamba Postecoglou anaweza kutimuliwa hata kama Tottenham itamaliza kiu chake cha miaka 17 bila kombe. Wakati huo huo, vyanzo vinadai kwamba Amorim ataendelea na kibarua chake Old Trafford hata kama United itapoteza fainali na kukosa nafasi ya kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao. Ni hayo tu katika michezo ya kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Namna hivyo Salum Pelembo mwanamichezo wetu anatamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Mimi ni winga Teleza Witness Ngalao. Baada ya muhtasari wa habari hapa, Najma Abdalla ataenda kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Raisi wa Jamhuri ya Namibia Dr. Nentumbo Nandi-Ndaitwah amekamilisha ziara yake ya kikazi ya siku 2 nchini kwa kutembelea kituo cha urithi na ukombozi barani Afrika. Bunge la Uganda lapitisha miswada 2 tata inayodaiwa kulenga kudhoofisha vyama vya siasa nchini humo, huku wabunge wa upinzani wakisusia upitishwaji wake. Na katika michezo, klabu ya soka ya Simba yafunga safari kuelekea visiwani Zanzibar tayari kwa ajili ya maandalizi ya mwisho ya mchezo wa mkondo wa pili wa fainali za kombe la shirikisho barani Afrika. Naam, kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa yetu ya habari kwa leo, tunasema asante kwa kutazama Channel 10 Habari. Mimi ni Najma Abdalla, nilikuwa nawe upande wa habari za kitaifa na kimataifa, na upande wa habari za biashara na uchumi tulikuwa naye Margaret Itala hii leo. Hivi punde mwanamichezo Witness Ngalawa amekamilisha habari za michezo na burudani. Asante kwako, asante kwenu nyote. Mwenzangu ni Tito Makombe, yeye ametuongoza vyema upande wa lugha ya alama. Niwatakie nyote usiku mwema. Kwaheri. Habari njema kwa Watanzania wote. Kituo cha tiba asili na utafiti cha Nyasosi Traditional Clinic wanakuletea dawa asili ya Mtundwa. Mtundwa inasaidia kutibu magonjwa mbalimbali kama tezi dume, bawasiri ya nje na ndani, matatizo ya uzazi kwa wanawake. Nyasosi Traditional Clinic tunakuletea dawa asili iitwayo Nshishi. Hii inasaidia kutibu magonjwa ya miguu kuwaka moto, kuvimba na kupata ganzi, ngiri na UTI sugu. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Nyasosi Traditional Clinic tunapatikana Magomeni, mtaa wa Kiyungi, nyumba namba 9, au tupigie simu kupitia 0652 102152 na 0788 330105. Afya yako ni jukumu letu. Mashindano makubwa kuvuka mipaka ya mabara yanayojenga historia ya kuleta pamoja vilabu vikubwa duniani. Ni vilabu 32 ndani ya siku 30, mchezo mmoja wenye ladha tofauti za kila bara. Nani kuleta taswira mpya ya soka ulimwenguni? Nani kutengeneza ufalme mpya wa soka la vilabu? Na nani kufunga ukurasa wa enzi zake za soka kihistoria? Ni kombe la dunia la vilabu ndani ya Star Times kuanzia Juni 15, 2025. Burudani kiganjani mwako ukiwa na mitandao yetu: Facebook Channel 10 TZ, X Channel 10 TZ, Instagram Channel 10_Tanzania, YouTube Channel 10. Burudani zinaendelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kilicho bora kabisa. Kiwashe kisimuzi chako. Kiwashe kilivyoisha bando kakiweka kando na kupita mambo. Kiwashe tunakwambia kiwashe, yeah.
ama kina changamoto kinahitaji maboresho, Azam TV tuko hapa tukiwashe, leo tukiwashe. Kiwashe kisimbuzi chako cha Azam TV sasa, na uendelee kufurahia mambo kemkem kama vile habari, burudani, tamthilia, makala mbalimbali, michezo, ligi za ndani na nje, vipindi vya watoto, comedy, reality shows, sinema zetu na cartoons. Azam TV kiwashe. Azam TV, burudani kwa wote. Wameleta nishati bora ya kupikia, mfano umeme wenyewe, majiko ya gesi, majiko banifu na mkaa utokanao na mabaki ya nafaka ili kulinda mazingira. Bye bye vibatari, koroboi bye. Kwa heri moshi wa kuni, bye bye yeah. Umewaka umetufikia. Natumia kuni ndiyo, lakini sasa ina changamoto sana. Kwa sababu mahali tunapofuata kuni ni mbali mno. Ukienda kufuata kuni, ukichelewa, watoto wanachelewa kwenda shule. Na pia hata chakula tunapokiandaa tunachelewa ukiandaa kwa sababu ya kuni. Kwa hiyo unaenda mbali. Unatoka kilomita 4 unaenda kufuata kuni. Alafu ni gharama. Kama anaenda kutafuta kuni ni 10,000. Bila 10,000 hapati kuni. Muda mwingine mpaka tunapata mafua, watoto wanaumwa macho. Mtazamaji, karibu sana katika mfululizo wa vipindi maalum vinavyoletwa kwako na wakala wa nishati vijijini, REA. Katika kipindi chetu cha leo, tunaangazia utekelezaji wa mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia. Changamoto tulizosikia punde tu kutoka kwa wananchi zinasadifu haya na umuhimu wa maono ya serikali ya awamu ya 6 kutekeleza mkakati huu ili kuondolea adha hizo wananchi. Ndugu wananchi,